أن يفقهوا قولي. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم. Amma baad, sikusimama kwa ajili ya mawaidha isipokuwa liajili ashukuru, kwa kuwa hii nafasi ya mwenye kushukuru ni ya wengine. Huwa sisimamagi kila mwaka, msimamaji ni Muhammad Khamisi mkufunzi, ndio huwa anasimama kwa kutoa shukrani au kwa kukaribisha wageni. Walakini leo amenipigia simu asubuhi kwamba yeye yupo Dar es Salaam, akanipa hichi kitengo chake kwamba nisimame ima kwa kukaribisha au kwa kuwapa shukrani baada ya kufika kwenu. Nasema kwa karibuni, mshakaribishwa. Mimi nakupeni shukrani sana kwa wote mlioitika kwa ajili ya kuja kumsifu Mustafa na kukumbuka tarehe zake na baadhi ya hikayati zilizohadithiwa hapa na Sheikh Mwinyi Hussein Kinyago na Maalim Uwesu, na watu wawili hawa hawakutoka katika njia walichozungumzia. Maalim Kinyago alizungumzia kuwa Qur'ani imetupwa kisaikolojia, tukapewa simu. Nilichoelewa mimi ndio hicho, kwamba tumepewa tuchezee simu ili tusahau Qur'ani. Mwanzo alishindwa. Kwa sababu gani? Mwanzo sayansi ilikuwa bado haijakuwa kubwa. Sasa hivi wamekuwa na akili zao timamu wale, umeona toa iweka hii. Wamefaulu. Mwalimu Weso hapa naye akaja akazungumzia vile vile kusoma. Akazungumzia kusoma bila khatwi, yani kwa kupiga ramli au kwa nini akapiga, akasema kwamba ramli ni halali. Tukija katika kutaka kuichambua, kuna watu tutajaa katika upande wake na wengine tutakataa upande wake. Kwenye kujaa upande wake ili uikubali kwamba alichosema ni sawa, utamkumbuka Jibril alayhi salam alipoambiwa ashuke kwa Idrisa, akamfuata baharini kule, bana njoo nikufundishe kitu fulani ili ukutambue ni nani. Ilikuwa Idrisa zama zake zilikuwa ni ngumu sana, ili atambulike ni mtume ilikuwa ni ngumu. Tukipita kwa mipito ya Sheikh hapa kwamba tuikubali ile amri ni halali, tunapita huko kwanza, njia hii ndio tutampata Sheikh alipokwenda, tusimpinge kwanza, tutampinga baadaye baada ya kujua kweli ni sawa. Kwa hiyo Idrisa tunakwenda na Sheikh. Idrisa aliposhukiwa na Jibril kule baharini, akaambiwa tunataka tukufundishe ili wale wakutambue kuwa wewe ni mtume. Tutakufundishaje? Akafundishwa kupiga ramli. Si ndivyo Sheikh? Akafundishwa kupiga ramli. Kufundisha siku ya kwanza, pili, ya tatu mpaka akaiva. Baada ya kuiva trial, mazoezi sasa. Akawa anakusanya wanafunzi mmoja mmoja anafundisha kupiga ramli. Baada siku anachukua kitu anakificha labda chini ya uvungu, anakupa karatasi, piga kipo wapi? Watu wanatafuta bana kile kipo sehemu fulani. Kipo sehemu fulani, sawa, majibu yanakuja vile vile. Kwa hiyo ikawa imekwenda. Sasa hilo mtambue ni mtume la mwisho sasa katika hilo. Sasa bana tayari washakuelewa tayari. Wanakujaje wewe mtume? Chukua hii hapa. Panda juu ya mlima kule. Kesho waambiwe mtafute mtume. Kifika asubuhi sasa leo tunamtafuta mtume ni nani katika hapa, mtume Mwenyezi Mungu ni nani? Sawa. Mtakapoa karatasi yake, peni yake, mtafuteni mtume. Alfajiri taka panda juu ya mlima akajificha. Watu wakapiga ramli, kila piga ramli anakuwa mtume yupo juu ya mlima. Kila akipiga ramli mtume yupo juu ya mlima. Kila akipiga ramli mtume juu ya mlima. Kamtazameni unamkuta yeye, mada yako itakuwa imeishia hapo. Mimi nimekunga mkono kwa njia hii ya Idrisa. Mija wa Kinyago ipo sawa, alipo wazi. Ile 12 shule. Saa 2 nyumbani. Sisi tunaona madrasa. Tunakaa pale kuanzia asubuhi mpaka jioni, wanafunzi wapata. Tunapata kuanzia saa 11, 12, tena wachache kweli. Jumamosi ndio kabisa hakuna chochote. Hakuna wanafunzi Jumamosi. Watakuja wale nasari. Kwa hiyo mashehe wote walizongea hapa nimekipenda na nimefurahi, na mwakani mkija mje hivi wawili tena. Wewe utoe na yeye atoe, after tutasherehesha. Karibuni sana mashehe wote mlofika hapa. Sheikh Paka nimekuona, mashehe kutoka Oman karibuni sana. Wewe Manchester United leo umekufa bao 2, pole. Wengine wote karibuni sana. Mwakani itakavyoanza kitu kingine inshallah msikose kuja. Maalim Khamisi mbwana mkufunzi amesema kwamba nikushukuruni. Mimi nimesimama kwa ajili ya kushukuruni, sio kwa ajili ya kutoa mawaidha. Nimeatoa haya kupita njia tu ya Sheikh kumwekea sawa hapa. Alipokuteleza nimeweka sawa.
Kinyago pia nimemalizana naye kijuu. La mwisho nawakumbuka la mwisho ni kwamba tulipewa uwanja hapa na mzee wetu mzee Hamisi, na sasa naye hayupo. Hamisi Mbwana mkufunzi ndio alitupa ile eneo, sasa hivi naye hayupo, ili ajione kwamba ana kitu cha thamani na watu wanamkumbuka. Tufanye ikhlasi moja, baada ya hapo turudishe maiki kwa MC, tufanye mambo mengine, tutajua anaendeleaje inshallah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sheikh, mimi nimemaliza. Asalamu alaykum. Bwana ni Alhaji kule Saudia, alikwenda kwa ajili ya kusoma kwanza, sio kwa ajili ya hija kama tunavyozoea. Alikwenda kwa ajili ya kusoma miaka 6 katika kumbukumbu yangu mia. Alafu baada ya kumaliza kusoma ndo akahiji huko. Bwana, kwenye kabla ya Mtume nilikwambia niombea mpaka leo maisha yangu magumu sielewi. Haya, basi nashukuru. Sasa hivi muda umekwenda tena sana tu, wala sio kidogo. Kwa saini niliyoipata ile washamsi wa dhuhaha wal qamari idha talaha ipo tayari. Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillahi rabbil alamin assalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma nas'aluka ya rabbi kama amartana fastajib lana ya rabbi kama wa'adtana innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa adhabal qabri wa adhabal maradi wa adhab yawmil qiyamah warzuqna an-nadhara ila wajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim walhamdulillahi rabbil alamin.